Ndani ya shule moja maarufu sana nchini Korea inayowakutanisha wanafunzi wa kila aina, masikini mpaka matajiri. Binti mmoja anayefahamika kama Song-hee alikuwa bafuni siku ya leo akipunguza uzito. Ghafla tu akashuhudia maji yalikuwa yakitilika kutokea dalini. Alipoweza kutazama akagundua kwamba kulikuwa kuna mzimu ulikuwa ukishuka. Akaukemea ule mzimu kwa kuambia kwamba akawatishie wengine, mimi sikuogopi kabisa. Ajabu ni kwamba huu mzimu ulionyesha kumtibi dada Song-hee. Kuna kitu gani kinachoendelea? Lakini wakati huo anataka kutoka bafuni, ghafla akawa ameshtukia kwamba kuna sauti za vijana wa kiume walikuwa wanakuja katika maeneo haya. Hivyo akawa amejifungia bafuni. Na baada tu ya kusikika zile sauti za wale vijana, huu mzimu ulionekana kuchangamka sana. Inaonekana kwamba miongoni mwa wale vijana kuna mmoja alipaswa kufa. Kwa huu mzimu ulikuja kuchukua roho yake na ukao umetoka bafuni moja kwa moja na kumvaa yule kijana. Kwa kuwa hawa vijana walikuwa uone ule mzimu, basi mmoja wao akawa anajisikia maumivu makali sana ya kichwa. Kumbe huu mzimu ndio ulikuwa unataka kuondoka na roho yake. Lakini bidada alipoweza kuona tukio hili akawa amejitoa bafuni moja kwa moja akachukua pampu ya maji na kuanza kupulizia ule mzimu. Na asante Mungu ule mzimu ulikuwa umezidiwa na ile pressure ya maji. Moja kwa moja ukawa umetoweka katika ile maeneo. Bidada baada ya kuhakikisha kwamba yule jamaa alikuwa amevamiwa yuko sawa, basi moja kwa moja akawa ametabasamu tu. Swali ni moja tu, kwa nini bidada aliweza kuona ule mzimu na alipoweza kukemea mzimu ulikuwa umemtii? Ukweli ni kwamba bidada Song-hee ni mtoto wa mganga mmoja maarufu sana na konki katika mtaa huu. Lakini pia bidada Song-hee pia anafanyaga baadhi ya mambo ambayo ni ya kiganga pia. Anapotoka shuleni tu moja kwa moja wanatimba katika mitaa na watu wanamtegemea sana katika kuondoa mashetani ambao wameweza kuwapanda watu. Lakini siku ya leo kulikuwa kuna kimbembe kizito, kwani alipoweza kutoka shuleni tu aliitwa na mzee mmoja hivi kwenda kumtibia mtoto wake wa kiume. Alipofika eneo la tukio alikuja kuambiwa kwamba wamekuja hapa watu kama watatu hivi na wote wameshindwa. Kwa hiyo wewe ni mtu wa 4 unatakiwa kumtibia mtu huyu. Basi bidada Song-hee bila kupoteza muda moja kwa moja akaanza kuifanya ibada. Lakini alipokuwa akifanya ibada ghafla tu akasikia mlio, na huu mlio ulikuwa hueleweki ni mlio wa nini. Kila mmoja kazidi kutazama pembeni nini ambacho kimeweza kutokea. Kwa sababu sauti ama minongono ya watu zinaweza zikaribu kabisa ibada hii. Haitakiwi ibada hii inapofanyika sauti ya kitu chochote iweze kusikika. Lakini kumbe ilikuwa ni saa ya bidada. Alikuwa ametegesha alarm kwani kuna sehemu moja muhimu sana anatakiwa kwenda. Lakini kwa sababu shughuli hii ya kutoa mashetani katika mwili huu ni ya muhimu, basi akaanza kuendesha ile ibada kwa haraka, kitu ambacho si sahihi kabisa. Hasa baada ya bidada Song-hee kujaribu mara nyingi sana, mwisho wa siku akaamua kuacha huu mzimu na moja kwa moja kukimbilia katika maeneo ya shuleni, kwa sababu ule muda alikuwa ametegesha alikuwa anatakiwa kuelekea shuleni kwenda kufanya mitihani ya shule. Hasa kwa kuwa alikuwa amechelewa sana kuelekea shuleni, moja kwa moja akawa amelikosa basi. Na kando yake kidogo hapa kuna baisikeli fulani ambazo zinatumika sana bara la Ulaya na nchini Marekani. Endapo ukachelewa usafiri, basi unaweza kuchukua baisikeli yako kuikodi, kisha unapofika unaiacha huko. Bidada Song-hee akaanza kuzikanyaga peda moja baada ya nyingine, na mwisho wa siku akafanikiwa kufika katika maeneo ya shule. Alipofika tu akaja kugundua kwamba geti la shule lilikuwa limefungwa, ikabidi kuruka wigo. Lakini alipokuwa anaanguka tu akaja jamaa mmoja hivi akaweza kumsaidia na kumwambia kwamba wakati mwingine uwe makini, utaangukia kichogo hicho. Sabana, angalia kituko kinachoendelea katika maeneo haya. Licha kwamba bidada alikuwa amechelewa na akaruka wigo, kumbe jamaa naye alikuwa amechelewa pia kuingia darasani, lakini hakutaka kuingia darasani mpaka bidada aweze kuja. Na kama bidada Song-hee asingeweza kuja, basi mwamba asingeingia kabisa darasani, kwa sababu huyu jamaa yeye ana uhakika kabisa na kuaga wa mwisho kwa upili. Kwa kama bidada hatokuja, manake mwamba atakuwa wa mwisho na hataki kabisa kuwa wa mwisho hapa darasani. Kama mwamba Dio alivyoweza kutabiri, ni kweli kabisa bidada alikuwa anajaza tu A B C D E F G kisha kama amemaliza mtihani na moja kwa moja kama ameshika kichwa chake kwa kuamini kwamba hakuna chuo kitakachokuja kumpokea kwa hizi marks za kipumbavu anazozipataga. Huu ulikuwa ni mtihani wa kwanza tu. Mtihani wa pili unafanyika siku ya kesho. Wanafunzi wengi wakabakia mpaka nyakati za usiku kuweza kusoma. Lakini bidada Song-hee alipoweza kusoma kidogo tu yakawa amelala. Kuna mwamba mmoja anaitwa Boeing. Huyu jamaa anasoma mpaka anasoma tena yani. Lakini kidogo nyakati za usiku hizo tumbo lilikuwa likimsumbua jamaa, moja kwa moja ikabidi kutimba mpaka toilet. Lakini alipokuwa huko toilet akaja kushangaa kwamba kuna maji yalikuwa kimwangukia katika bega. Alipoweza kutazama akagundua kwamba ulikuwa ni mzimu. Ikabidi mwamba kuwahi chap katika maeneo ya darasa ili kuwapasha habari wenzake kwamba ameweza kushuhudia mzimu, lakini wote hawakuweza kumwamini kabisa. Lakini mishale ya saa 4:30 bidada ndo usingizi wake ukawa unamkata. Moja kwa moja akawa anaelekea nyumbani. Alipokuwa akitembea njiani akaweza kumuona mzee mmoja hivi akiwa amenasa juu kabisa ya taa. Huyu mzee ni nafsi, na nafsi hii ilikuwa imetekwa. Akawa anasema kwamba ndakusaidia siku za hivi karibuni, subiri tu. Sasa ile anarudi nyumbani tu nyakati za usiku anakuta wateja kibao. Ikabidi kupitia njia yake ya uchochoroni ili wasiweze kumuona. Alipoingia ndani tu akashangaa kuona kwamba mama yake ameletewa ripoti kwamba bidada aliweza kumtoroka mgonjwa na kukimbilia shuleni, kitu ambacho kikawa kimemkela sana. Lakini naye bidada Song-hee akalamika sana. Unajua wewe mama ndio umenisababisha mimi mpaka nimefeli siku ya leo. Masuala ya kiganga kila wakati tu. Angalia sasa nimefocus na uganga, mwisho wa siku nimefeli kule shuleni. Masomo yote nimejibu ovyo pumba kabisa yani. Mama mtu akamshangaa sana bidada na kumwambia kwamba wewe ulienda shule ili uweze kujua kusoma na kuandika tu. Wewe tayari ajira unayo, kwa sababu wenzako wanasoma ili waweze kupata ajira, lakini wewe tayari unayo ajira na ni uganga. Lakini kakamjibu mama yake kwa kumwambia kwamba mama, ni kweli mwenyewe napenda kuwa binti wa chuo, angalau kidogo niwe na smartphone, niwe na namna fulani maisha fulani hivi, nakula burger, pizza na vitu kama hivyo, lakini nashindwa kufanya vitu vyote hivyo ambavyo nastahili kufanyiwa, lakini kwa sababu eti tu ya uganga watu wengine wananiogopa, nashindwa kuata na maboyfriend ujue. Kwa kweli mama mtu naye alijisikia kidogo hali ya huzuni kidogo baada ya kusikia kwamba mtoto wake ameeleza matamanio yake, lakini akamwambia kwamba nimekuruhusu kufanya mambo mawili kwa wakati mmoja. Utakuwa unasoma lakini unafanya mambo ya kiuganga, ila siku nyingine usikubali kumwacha mtu eti kakimbilia shuleni. Mtibie mtu ndio uende shuleni, sawa? Baada ya makubaliano hayo mwanamama hakutaka kabisa yaongelewe tu hivi hivi. Mwisho wa siku akawa ameandikisha
wakabishana bana. Moja kwa moja bidada akavaa nguo zake na kuanza kuatibia watu kuanzia hiyo mishale ya saa 4 usiku. Bidada Song Hee kufikia wakati huo alikuwa tayari ameshaweza kuatibia wagonjwa karibia 60 hivi kuelekea 70. Mishale ilikuwa ni ya saa 7 kuelekea saa 8 ya usiku. Ghafla tu mwanamama akagundua kwamba bidada alikuwa ametengeneza pesa mingi mno. Inapokaribia alfajiri, kuna bibi mmoja hivi alikuja na mjukuu wake, sijui mtoto wake hivi wa kiume, akawa anaongea na huyu mwanamama, mama yake na bidada Song Hee. Lakini mwanamama alipokuwa akimtazama huyu kijana aligundua kwamba kijana ni bonge la handsome. Sasa huyu akiingia huko ndani, binti yangu si atachanganyikiwa jamani. Kweli kabisa, bidada alipoweza kumwona mwamba anaingia tu ndani ya kilinge chake, alibaki anashangaa tu, jamani bonge la handsome. Na huyu jamaa anafahamika kama Jang Ho. Siku ya leo ameletwa na bibi yake kwa mganga hapa, lengo ni kwamba amtibie baadhi ya mambo kwa sababu kuna vitu ni kama haviko sawa. Kweli kabisa, bidada alipoweza kutazama akagundua kwamba mwamba ataishi kwa siku 21 kutokea sasa hivi. Lakini akasema kwamba ni kitu gani ambacho unahisi ungeweza kumfanyia mtu ambaye alikuwa analia? Mwamba akasema kuwa ningeweza kumtazama na kuhakikisha kwamba mpaka ananyamaza. Basi bidada Song Hee baada ya kusikia yale majibu, moja kwa moja akamshika mkono huyu bibi na kumwambia kwamba nitakwenda kumtibia mwanao na ndani ya wiki 3 tu basi nitakuwa nimemuondoa katika laana yake hiyo. Lakini Jang Ho alipokuwa anatoka hapa ndani pamoja na bibi yake, ghafla tu mama yake na bidada Song Hee akawa ameingia ndani na hapa kaanza kuzungumza na mwanae. Ila mwanae alionyesha wasiwasi mkubwa sana akisema kwamba hii kesi kudili nayo ni ngumu, japokuwa yeye amewaaminisha kwamba atakwenda kuitatua ndani ya muda mfupi. Mama yake akamwambia kwamba ni vyema usingewaaminisha kabisa kwamba unaweza kuwatatulia changamoto yao. Kumbuka kwamba tumewahi kupokea kesi kama hii, tulipitia wakati mgumu sana kuweza kutatua kesi ile. Mama yake akaongezea kwa kusema kwamba kama unataka kumuondoa mtu katika laana ya kifo ambacho kinamkabili ndani ya siku kadhaa mbele, basi ni hatari zaidi kwa sababu hata maisha yako mwenyewe unayemtibia yanaweza kuwa katika hatari kubwa. Hasa kitu cha kushangaza ni kwamba kibidada Song Hee kikasema kwamba sitaweza kukubali yule kaka aweze kufa na wensamu wake ule. Mimi nitapambana, ndakuhakikishia mama kwamba nitapambana. Mama akagundua kwamba kumbe mtoto wake anamtibia huyu jamaa kwa sababu ameweza kuvutiwa na sura yake. Sasa bana, kesho yake shuleni kulikuwa kuna habari njema na habari mbaya kidogo na za kushangaza kimtindo, kwa sababu eti kuna mwanafunzi ambaye anahamia shuleni wakati mitihani imekwisha kufanyika tayari. Wanafunzi wote waliposikia kwamba kuna mwanafunzi anahamia shuleni wakati huu, wakabaki wanashangaa ni nani huyo anaweza kuhamia shuleni wakati mitihani tayari imeshakwisha kufanya. Na wakati mjadala huu wote ulipokuwa unaendelea, bidada Song Hee alikuwa amelala tu, hata time kabisa na mtu, kwa sababu anawaza tu matokeo yake ni mabaya kweli kweli atakayokwenda kutoka. Lakini ile time ananyanyua macho yake kumtazama huyu mwanafunzi mgeni, anakuja kushtukia kwamba ni ule mgonjwa alikuwa amemtibia siku ya jana. Oh jamani, inakuaje akawa amesimama? Wanafunzi wote wakabaki wanashangaa, mbona bidada ameweza kusimama? Wanafunzi wengi walikuwa wakimcheka bidada Song Hee kwa kile alichoweza kukifanya, kusimama mbele za watu eti kisha mwanaume ameweza kuingia darasani. Baadaye kidogo akawa ametembea na huyu mshikaji wake bana. Sasa nampa story na kumwambia kwamba siku ya jana bana alikuja kilingeni huyu mtu, nikawa nimemtabiria na kumwambia kwamba baada ya siku 21 atakufa. Ile imetokea tu kwamba anampenda sana huyu mkaka. Lakini huyu rafiki yake akawa anamwambia kwamba sasa unampendaje mtu ambaye siku 21 mbele atakwenda kufa? Lakini bidada akiwa ameambatana na mwamba huyu Jio akasema kwamba mimi nitajitahidi kadri niwezavyo kuhakikisha kwamba anamsaidia jamaa na naamini kabisa atakwenda kupona kwa asilimia zote 100. Jamaa akamwambia kwamba haya, hongera, mimi nakutakia bana bahati njema katika mapambano yako. Lakini wakati huo akaja rais wa shule. Huyu rais wa shule anampendaga sana mwamba Jio. Sasa kumbuka kwamba mwamba Jio anapataga nafasi za mwishoni kwa upili. Sasa huyu rais wa shule anampendaga sana kumsaidia Jio. Kumbuka kwamba licha ya kwamba anamsaidia kimasomo, lakini huwa anampendaga sana. Kwa hiyo anaomba aweze kuambatana kwenda kusoma. Wakati huo bidada Song Hee alikuwa akirudi nyumbani, lakini ule wakati anarudi nyumbani, kila akikumbuka momenti zote alizoweza kukutana na huyu jamaa, basi moyo wake tunajikuta unadunda. Yaani ametokea kumpenda tu jamaa kwa ghafla benvu yani. Hapa ndio akaanza kuipongeza kazi ya uganga kwa kusema kwamba kama nisingekuwa mganga jamani, ningekutana na kaka handsome kama huyu. Kweli jamani, bahati haimtupi mtu wake. Nakushukuru sana mama kwa kunifundisha uganga. Leo najivunia kazi yangu. Sasa kuna ile nafsi ambayo ilikuwa imenaswa sehemu fulani hivi kwenye taa. Siku ya jana tuliweza kuiona na bidada aliahidi kwamba hii nafsi atakuja kuisaidia siku moja. Lakini kwa bahati mbaya sana hii nafsi ilipoweza kumuona mwamba Jang Ho ikataka kwenda kumwangamiza. Ikaanza kutingisha ile taa ili inapokuja kuanguka imwangukie mwamba Jang Ho. Bidada haraka sana akakimbia kwenda kumsaidia jamaa, lakini jamaa alipoweza kumuona bidada anakimbilia maeneo yale, yeye akawa ndo amemsaidia bidada. Sasa mwamba akamtazama huyu bidada akamkumbuka kwamba ndio yule wa shuleni. Akamwambia afu bidada, acha shobo bana. Kutokea darasani naona una shobo nyingi. Achana na mimi bana. Kisha akawa ameondoka. Lakini bidada kabla ya kuanza kumtibia mwamba Jang Ho akaamua kutimba leo kwa mganga mkuu kabisa wa mji. Huyu mganga mkuu anamjua vizuri hata mama yake na bidada. Akaanza kumueleza kwamba ana mpango wa kuweza kumtibia jamaa mmoja anafahamika kama Jang Ho ambaye anatakiwa kufa siku 21 mbele. Lakini huyu mganga mkuu akamwambia kwamba kila atakachokuambia mama yako na kila atakachokukataza basi atakupa yuko sahihi zaidi. Usipende kunisikiliza mimi kwa sababu mama yako ana uwezo wa kukuambia chochote kile na kawa sahihi kwako. Mtii na umheshimu sana yule mama. Dada Song Hee akikumbuka maneno ambayo mama yake mzazi alikuwa amemwambia kwamba pindi atakapojaribu kumtibia mwamba Jang Ho basi inaweza ikawa ni hatari kwake, kwani maisha yake yatakuwa ni kama mchezo wa kubeti. Anaweza kujikuta ameweza kuyapoteza maisha yake yeye mwenyewe wakati akimtibia huyo mwamba. Bidada akabakia katikati, asuke ama anyoe. Na mwamba alivyo na nyodo bana, alimwambia bidada kwamba sitaki shobo kabisa, lakini bidada ndio kwanza ni kama anaambiwa kwamba nakupenda pia. Kufikia hapo tunafikia ukomo wa episode ya kwanza. Nikukumbushe kwamba episode ya pili inakwenda kujili hivi karibuni. Hakikisha tu kwamba unagusa alama ya kulike. Pindi unapofikisha like 100 basi episode ya mbele inakuwa imetoka. Lakini kukumbushe tu kwamba